mtazamaji wa Jambo TV, katika hali ya kufurahisha, hili ni jicho la Jambo TV, tukiendelea kuripoti yale ambayo yanaendelea katika kampeni za uchaguzi. Na hapa tuko katika kata ya Sirari, kama unaona haya ni mapokezi ya mgombea bunge huyu kwa tiketi ya ACT Wazalendo jimbo la Tarime vijijini. Huyu ni ndugu Chazi Mwera, kama unaona haya ni mapokezi makubwa kabisa ya kuelekea katika uwanja wa tarafa ambako anakusudia kufanya mkutano wake katika kata hii ya Sirari. Hii ni Jambo TV na mimi ni kaka journalist. Tuko na mama moja hapa, tunamoja kati ya mama. Mama, habari yako? Salama. Unazungumzaje mapokezi haya ya ndugu Chazi? Haya ni mwisho. Leo mnakwenda kufanya mkutano mwingine katika kata ya Sirari. Unaonaje hali ya kisiasa jinsi ilivyo na ya chama chenu? ACT Wazalendo inatisha. Na mtazamaji wa Jambo TV, haya ndio maelezo ya wanachama wa ACT Wazalendo. Tuzungumze na kina kaka hapa moja kwa moja. Bwana kaka moja, usimbie bwana. Mbona umevaa jezi nzuri sana? Mambo vipi? Shari. Wema. Tunaona leo ni maandalizi ya mkutano huu wa kampeni wa chama cha ACT Wazalendo. Unazungumziaje sasa mkutano wenu na hali ya kisiasa ilivyo? Asante brother. Hapa tumetoboa moja kwa moja. Umetoboa moja kwa moja. Kwa Oktoba mna tiki kubwa kabisa kwa chama cha ACT Wazalendo. Yaani kubwa vema, ile sawa kabisa. Matarajio yenu baada ya hapa? Maendeleo. Nashukuru sana. Asante sana. Endelea kutufuatilia Jambo TV kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kama Instagram, Twitter, YouTube pamoja na Facebook. Tunakuletea jicho la kampeni katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, kampeni za vyama vya siasa ambazo zinaendelea hapa. Mimi ni kaka journalist Federizo Samson. Haya ni mapokezi makubwa ya wananchi kata ya Sirari pamoja na wanachama wa chama cha ACT Wazalendo ambao wamejitokeza kwa wingi wao kuweza kumlaki mgombea wa chama cha ACT Wazalendo jimbo la Tarime vijijini, ndugu Chazi Mwera. Mwera ambaye ameambatana na madiwani wa kata mbalimbali anakusudia kuwa na mkutano mwingine kata ya Sirari katika uwanja wa Sokoni. Nyosha mikono hivi. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, nataka nitumie dakika mbili tu kwa sababu najua mna hamu ya kuwasikiliza wagombea wenu. Kwa majina naitwa Chacha Daniel Okongo, ni mzaliwa wa Tarime, natoka makao makuu ya chama cha ACT Wazalendo. Ndugu zangu, kazi yangu nimekuja hapa kuratibu uchaguzi wa majimbo mawili, Tarime mjini na Tarime vijijini. Kwa bahati nzuri nina uzoefu wa kutosha. Nilikuwa katibu wa Chadema wilaya Tarime ikiwa moja miaka 7 hapa. Mimi ni muasisi wa mabadiliko katika wilaya Tarime nikiwa na marehemu Chacha Zakayo Wangwe. Mheshimiwa Mwera alikuwa diwani wakati mimi nikiwa bosi wake, kwa hiyo namfahamu vizuri. Kwa hiyo nachotaka kuwaambia, cha kwanza ni waombe msiwe na wasiwasi. Nyinyi pigeni kura kwa wingi, washindi wetu lazima watangazwe. Sawa sawa? Msije mkawa na hofu kwamba tutaibiwa. Hatutaibiwa hata kidogo. Pigeni kura kwa wingi. Na kwa bahati nzuri Tarime tuna historia kubwa na tunaheshimika duniani kwamba ni watu tusiokubali kunyanyaswa. Ni watu tukiamua tumeamua, si ndio? Sasa naomba niwasalimie ACT Wazalendo. Naomba salamu kwa ajili ya Tundu Lissu. Naomba tukunje ngumi. Kunja ngumi. Kunja ngumi. Nikisema peoples, unasema power. Peoples. Peoples. Nataka nikaone people's power. Tunasema people's power. Asanteni sana. Baada ya nataka nirudie, ndugu zangu, mimi namfahamu Tundu Lissu. Nimefanya naye kazi maeneo mengi, nimezunguka naye sana nchi hii. Lakini leo wamemnyima haki, wamemfungia, si ndio? Sasa tunamkumbuka na tunamuenzi. Turudie. Kunja ngumi. Kunja ngumi.
Ndugu zangu, kabla sijampa maiki, nataka niwaambie kitu kimoja. Kura yako ni maisha yako. Tunakwenda kuamua hatima ya maisha yetu tarehe 29. Huyu mnayemuona hapa, mimi namfahamu vizuri. Mwaka 2005 tulipeleka madiwani 17 katika halmashauri ya wilaya Tarime. Kazi waliofanya ni kazi kubwa sana. Kazi kubwa ambayo haijawahi kufanyika baada ya wao kuondoka. Baada ya kufariki chacha wangu akawa mbunge, na bahati nzuri mimi ndio niliongoza uratibu wa uchaguzi ule. Akafanya kazi kubwa kwa miaka miwili. Ndugu zangu, tutazungumza mengi, tutakuja hapa. Lakini wanasilali, nimeona mmeonyesha, na leo Tanzania itajua kwamba Silali imekataa. Nataka mkawe chachu ya mabadiliko katika Tanzania hii. Na washukuru sana. Mheshimiwa Mwera, karibu uzungumze, baadaye utamuita mgombea udiwani hapa. Nawashukuru sana, asanteni. Aringu yatuhoyere tukerani bonso abantu basirani. Watu wa Silali wapendwa, sauti yangu haijakuwa sawa, lakini mtanisikia. Kwa jina naitwa Charles Mwera Nyanguru, omuntu w'ikinguru, nichire hale wenyu, nichire kubasaba ichikura. Mwaka 2008 mulinichagua nikawa mbunge wa jimbo hili, nikawa mwenyekiti wa halmashauri, nikafanya maendeleo makubwa. Kama mlivyoambiwa, halmashauri yetu ilikuwa ikipata hati safi, lakini mwaka wa kwanza tukapata hati safi. Naomba mnipongeze wananchi. Baada ya hapo, mwaka nilipoingia kazini, mliponichagua katika jimbo la Tarime, wanafunzi wote wakalipiwa karo kutoka form 1 mpaka form 4. Naomba mnipongeze. Katika uongozi wangu, nikiwa mwenyekiti, nikiwa mbunge, zaidi ya zahanati 40 nilijenga mimi Charles Mwera Nyanguru nikishirikiana na nyie. Barabara nyingi tukazijenga, tukafanya maendeleo makubwa ndani ya jimbo hili. Nimekuja kwenu kwa heshima na upendo, munichague mimi niwe mbunge wenu, mbunge wa maendeleo. Mwaka huu tunaenda kuchagua kiongozi wa maendeleo. Hatuendi lazima mtupime. Kama nimepewa miaka miwili na yule amepewa miaka 5, Charles Mwera Nyanguru nikafanya maendeleo makubwa. Chagueni Charles Mwera Nyanguru, omuntu wa magenderio. Hapa Bukira na tunantebya abantu ba Bukira hano kuba mwengi gikuru. Nilipokuwa mwenyekiti wa halmashauri na nikiwa mbunge, nilikata tukapata kata ya Witirio. Naomba mnipongeze. Pale Pemba tukapata na kata ya Mbogi. Naomba mnipongeze kwa uongozi wangu. Sasa mkinichagua nitafanya nini? Mkinichagua mimi, nitahakikisha kwamba mji wetu wa Silali unakuwa mji mdogo wa halmashauri hii ya Silali. Tumekuwa na viongozi ambao walikuwa madarakani, hakuweza kutupa huu mji. Nini maana ya kuwa na mji mdogo wa Silali? Tukiwa na mji mdogo wa Silali, baadaye itakuwa halmashauri, baadaye itakuwa jimbo. Hilo nitalisimamia. Soko hili ambalo tuko hapa, kipindi nikiwa kazini niliboresha kidogo, lakini mkinipa niwe mbunge nikisaidiana na Mama Frenki, hili soko litakuwa safi na soko tutajenga. Barabara za Silali nimeziona. Juzi nilikuwa hapa, barabara gani ambazo zipo hapa. Mkinipa huyu mdogo wangu Mama Frenki, nitashirikiana naye, nitahakikisha kwamba barabara zote zinapitika.
zangu, wana wa Chama cha Mapinduzi, wana wa ACT Wazalendo na wale wa Chadema na wale wasiokuwa na vyama, munichague niwe mbunge wenu. Jimbo hili la Tarime limekuwa na upinzani. Marehemu Chacha Zakayo ameshaongoza, mimi nimeongoza na ndugu yetu Heche ameongoza. Tundu Lissu ameongea. Mama Samia anataka apate hizi salamu. Angalia Tundu Lissu ana karusi hatibi na mabyaye na ukamobera. Huyu Tundu Lissu anatembea na risasi katika mwili wake. Akina mama tulikuwa tunafikiri wana huruma, tukampa Mama Samia. Mama hana huruma. Tundu Lissu anatakiwa atibiwe wapi? Ubelgiji, lakini ana risasi hapa. Naombeni sana munichague niwe mbunge wenu. Wabunge, madiwani naomba mje hapa, madiwani wote. Madiwani. Machichi mbali. Hao ndio tunaenda kuwachagua. Amina. Silali mokoni kuya. Mokoni kuya watu wa Silali. Wanisho habari, chukua hiyo picha.